Takueleza mambo machache. Nataka tufanye mambo haya kutoka kwenye msingi sahihi. Leo nataka nifanye summary ya mambo kadha wa kadha kwa ufupi tu, ili unapoomba uombe kutoka kwenye muktadha sahihi. Hello? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la kwanza ambalo nataka ukubaliane nalo asubuhi ya leo ni Yohana 1 mstari wa 12 na 13. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. 13. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tunapoomba na yoyote atakayokuwa yakiendelea asubuhi ya leo, yatoke kwenye uelewa ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Unanisikia mtu wa Mungu eh? Wewe ni mwana wa Mungu. Na kama uko mahali hapa bado hujamwamini Yesu, mwamini Yesu ili ufanyike kuwa mwana wa Mungu. Na uwana wako umezaliwa kwa Roho. Roho Mtakatifu alisababisha uzaliwe. Wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Kwa hiyo unaposimama kuomba, unaposimama kutamka, unaposimama kukemea, unaposimama kuamuru, unafanya hivyo sio mwana kama mwana wa munisi, unafanya kama mwana wa Mungu aliyezaliwa si kwa mapenzi ya wanadamu. Familia haikuamua wewe uwe mwana wa Mungu. Tanzania haikuamua wewe uwe mwana wa Mungu. Maraisi, wanajeshi, mamlaka yoyote haikuamua wewe uwe mwana wa Mungu, bali Mungu aliyezifinyanga mbingu na nchi ndiye aliyeamua wewe na mimi tufanyike kuwa wana wa Mungu. Mtu mmoja ananielewa? Sema mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo ninapoomba leo naomba kama mwana, sio kama mtumwa. Mwana ana mamlaka ya baba yake. Mwana ana utambulisho wa baba yake. Mwana ana nguvu kutoka kwa baba yake. Mwana ana baraka zote kutoka kwa baba yake. Natamani mtu mmoja leo unaposimama usisimame kinyonge. Unapoiamuru hiyo hali, uiamuru kwa kuibembeleza, kwa sababu wewe ni mwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kuliamini jina lake ni kumwamini yeye, si kwa maneno tu, bali kwa moyo wote. Ni kumwamini yeye ni nani? Kumwamini kwamba ni Yesu Mwokozi, mponyaji, anayebariki, anayefungua, anayeingilia kati, anayekupenda, anayekujali. Ni kuamini hivyo na kuamini vyote au yote aliyoyafanya kama yanavyofunuliwa katika maandiko matakatifu. Kumwamini kwa jina lake ni kukubali mamlaka yake. Mamlaka ya Yesu ni kuu kuliko mamlaka zingine zozote. Kumwamini Yesu maana yake ni kukubali kwamba mamlaka ya Yesu iko juu ya mamlaka zote, kwamba jina la Yesu liko juu ya majina yote. Magonjwa yote yanatii kwa jina la Yesu. Kila aina ya kupoza kunatii kwa jina la Yesu. Shida, mapepo, kila aina ya ghasia inatii kwa jina la Yesu. Kila tabia mbaya kwenye maisha ya mtu inatii mbele ya jina la Yesu. Majina ya wakuu, majina ya wafalme, majina ya taasisi, majina ya majeshi, majina ya wachawi yanapofikia kwenye jina la Yesu yanasujudu.
Ndio maana ya kuamini jina lake Yesu. Na nataka unapoomba usitamke tu jina la Yesu kama jina, kama nomino, unatamka kama mamlaka. Tunaposema kwa jina la Yesu naja, kwa maana nyingine unasema kwa mamlaka ya Yesu Kristo nalitamka hili nalo litamka. Na Yesu akitamka hakuna kinachobakia kimesimama. Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Jina la Bwana libarikiwe. Petro wa kwanza 1:23 inasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lililo hai. Wewe na mimi tumezaliwa kwa nguvu ya neno. Kwa hiyo wana wetu unatoka kwa Mungu. Nataka umuombe Mungu na ukabiri chochote. Wagalatia bado inaongelea habari ya kufanyika wana. Maana yake utambulisho wako, uhusiano wako na Mungu na tumaini la baadaye, vyote vimesimikwa katika wewe kuwa umefanyika mwana. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 na wa 14. Unapoomba nataka uombe kutoka kwenye mtazamo huu. Nitasoma. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Haleluya. Mwambie jirani yako, nilishakombolewa kutoka ufalme wa giza. Kama umeamini, kama wewe ni muamini, kama ni muamini, mwambie jirani yako kama wewe ni muamini kwamba mimi nilishakombolewa kutoka ufalme wa giza. Kwa lugha nyingine, control ya shetani haina mamlaka juu yangu. Kwa lugha nyingine, nguvu za giza hazina mamlaka juu yangu. Kwa hiyo unapoomba, unaomba kama mtu mwenye unaishi kwenye huo uwanda. Huo ndio uwanda ambao wewe na mimi tunaishi. Mtu mmoja ananielewa? Waliohamishwa sema haleluya. Kama una uhakika umehamishwa kutoka ufalme wa giza, sema nimehamishwa. Siko chini ya nguvu za giza. Nguvu za giza ziniwezi. Piga kelele haleluya. Nataka uombe kwa staili. Nataka uombe kwa ufahamu huo. Sio unahamishwa leo. Kama kuna vinyamkera ambavyo vimeendelea kuzunguka kunyatia familia yako, kutokea kwenye ndoto, kuvizia watoto wako, kuvizia biashara yako, nataka uwe unajua ya kwamba hao ni wapangaji haramu. Ngoja nikwambie kitu. Hivi wewe ukiwa mwenye nyumba, alafu kuna mpangaji, kodi yake ilishaisha, ukienda kumtoa unamtoaje? Na umeshatoa notice ya miezi 3 ilishapita, mnabembelezana. Ana haki ya kukaa? Ana haki? Hakuna nguvu yoyote ya giza iliyo na haki ya kukaa, si tu kwenye mwili wako, hata kwenye maisha yako. Mtu mmoja ananielewa? Haina haki. Kwa hiyo kama ipo, manake kuna mtu anailea. Mwenye nyumba hajaamua kumtoa mpangaji haramu. Sema leo wapangaji haramu wote wanafurumushwa kwa jina la Yesu Kristo. Nafurumusha wapangaji haramu wote kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo natangaza ushindi juu ya wapangaji haramu wote. Hakuna atakayebaki. Ni siku ya uhuru. Piga kelele haleluya. Luka 10:19. Kabla ya hapo, Efeso 2:6. Efeso 2:6. Nataka uombe ukiwa na mtazamo huu. Efeso 2:6. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho
katika Kristo Yesu. Haleluya. Umekaa kwenye kiti lakini hapo haupo. Sijui kama unanielewa. Mtu unanielewa? Unanielewa? Wewe uko wapi? Uko wapi? Uko katika Kristo. Uko ndani ya Kristo. Umeketi ndani ya Kristo. Ulipookoka uliungana na ufufuo. Yesu alipofufuliwa alifufuka na sisi wote. Alipokwenda ndio na kanisa limekaa. Nafasi hii ni nafasi ya mamlaka, ni nafasi ya utukufu, ni nafasi ya nguvu. Kufufuliwa pamoja na Kristo sio tukio la baadaye tu. Kweli baadaye tutafufuka katika mwili mpya, lakini pia ndani ya Kristo waamini wameketishwa katika ulimwengu wa mbinguni, ulimwengu wa roho, mahali pa ushindi, mamlaka na utambulisho mpya. Nasema umeketishwa mahali pa ushindi. Nasema umeketishwa mahali pa ushindi. Nasema umeketishwa mahali pa ushindi. Hakuna kushindwa. Mtu mmoja ananielewa? Hakuna kushindwa. Hakuna kushindwa. Umeketishwa mahali pa ushindi. Umeketishwa mahali pa mamlaka. Na hii ni mamlaka ya Yesu Kristo. Sio mamlaka yako. Mamlaka ya Yesu Kristo. Mamlaka ya Yesu Kristo. Mahali pa utambulisho mpya kama mwana wa Mungu. Hello? Unaamini una utambulisho mpya? Unaamini una utambulisho mpya? Kila utambulisho usioendana na kile Mungu alichokisema, asubuhi ya leo tunaufyatua kwa jina la Yesu. Na unaufyatua kwa kuanza kuamini kwa sababu umeelewa. Halafu baadaye unajitamka wewe mwenyewe kuingia na kuishi kwenye utambulisho mpya. Kataa kuishi nje ya utambulisho ambao Kristo ameufanya katika ndani yake kwa sisi kwa sehemu yake. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Anayeambiwa ni nani hapa? Hebu simama, sema tazama. Simama, halafu useme maneno haya. Simama kwa ujasiri. Simama, sema tazama, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna cha kuweza kunidhuru. Hello. Sasa kanisa leo tunahama kwenye kuishi kusubiri kuvamiwa ndio tupige. Sio kama kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Nataka uhame kwenye kusubiri kurespond, kuitikia kwenye mashambulizi. Tunaingia kwenye kambi ya adui na tunamkung'uta akiwa kwenye kambi yake. Mtu mmoja sema haleluya. Mathayo sura ya 10 na ule mstari wa 8. Mathayo sura ya 10 mstari wa 8 nasema, ponyeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, fufueni wafu, toeni pepo bure. Mmepokea bure, toeni bure. Hili ni agizo la Yesu kwa wanafunzi wake. Ninao wanafunzi wa Yesu ndani hapo. Yuko mwanafunzi wa Yesu ndani huko. Haya ndio maelekezo. Hili ni agizo la Yesu kwa wanafunzi wake, likionyesha mamlaka ya ufalme wa Mungu yakidhihirishwa kwa matendo ya huruma, uponyaji na ukombozi. Huduma ya Injili haiishii kwenye kuhubiri kwa maneno tu, bali pia nguvu, matendo na udhihirisho wa utendaji wa Roho Mtakatifu. Na natamani mchana wa leo kama muamini ujue. Nataka ujue na uombe kutoka kwenye mtazamo. Marko 9:23. Yesu akamwambia, yote
yawezekana kwake aaminie. Nina watu wanaamini asubuhi ya leo. Kuna mtu anaamini? Kuna mtu anaamini? Nasema kuna mtu anaamini. Kuna mtu anaamini. Maana Yesu kila alipotaka kufanya aliwauliza, je, waamini? Waliposema naamini, akawaambia na iwe kwako kama ulivyoamini. Na asubuhi ya leo usiangalie hilo jambo, usiangalie sura, usiangalie muda ambao umekuweko. Ni mchana wa kupindua, pindua, 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 pindua. Saa yako sasa. Mtu mmoja. Usikae kimya, mtu mmoja. Shekebotekerebo ziribo. Shaka ya mandeke. Wana wa Mungu. Wana wa Mungu ni saa yako, mwana wa Mungu. Unayo mamlaka. Nasema unayo mamlaka. Karibo ziribo tele. Shaba kareherebo. Jibo kata, ekerebo zikayaba, jama kata ekerebo, jibo kata kayaba, ekayaba kata omba, jibo kata ekerebo, jama omba, jibo kata ekerebo, jama kata ekerebo, jibo kata ekerebo, kaibo siribo, jama kata, jibo kata. Rosikayaba, Kaibosikayaba, Kaibosika. Jesus. Hamisha kila hali kwenye maisha yako usiyokubaliana nayo. Usikae kimya. Omba. Usikae kimya. Omba. Usikae kimya. Omba. Hakuna kubembeleza. Omba. Pray somebody. Omba mtu mmoja. Hakuna mlima unabaki. Nasema hakuna mlima unabaki. Jama kataka yama. Rekelebo zikayaba. Jama katekerebo. Zikayaba kata. Rekayaba kata. Resekeyama. Jama kate. Zibo kata. Tunaingia uwanda mwingine. Kama kanisa tunaingia uwanda mwingine. Jibo tekerebo. Zendeke ya bakate. Jibo keteke ya makata. Jibo ketekerebo sika. Jibo ketekerebo. Fire the Holy Ghost. Fire
Shamakate, 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 shikayaba. Tunapasua anga, tunapasua anga, tunapasua anga kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu anapasua anga, kila mmoja wetu anapasua anga kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu ya ufufuo, kwa nguvu ya ufufuo, kwa nguvu ya ufufuo, kwa nguvu ya ufufuo. Shikayaba kate, unahuishwa, unahuishwa, mtu anahuishwa. Tunapasua anga, tunapasua anga, tunapasua anga. Sijasema uache kuomba, sijasema uache kuomba, sijasema uache kuomba. Kama unaridhika na hali ulionayo unaweza kuacha kuomba. Kama umetosheka na hali ulionayo, kama unaridhika unaweza kuacha. Lakini tunapasua anga, tunapasua anga. Hakuna mlima utakaobaki. Nasema hakuna mlima. Kayaboseke ya mandaka, shikayabakata, kayabakata. Umwagiko wa Roho Mtakatifu, umwagiko wa Roho Mtakatifu, umwagiko wa Roho Mtakatifu. Sheboketekeyama, shabakataka, shikayabakata, shibokataka, shebokata, kayabaseke, shikayama, shiboketekeyamakata, shabakatekelebosika, shibotekeyamakata, shibokete. Unainuka, unatoka kwenye nafasi ya kuonewa, unatoka kwenye nafasi ya unyonge, unatoka, 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 unatoka. Shamakata, keyebozika, shamakata, rekeyebozika, shekeyebokata, shamakata, kelebozika. Katika kazi zetu hakuna lolote la shetani ambalo litasimama. Yatosha, 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 yatosha. Nasema yatosha, yatosha kuonewa kwako, yatosha. Wewe ni mwana wa Mungu, yatosha. Hautaonewa tena, yatosha, 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 yatosha. Shetepotekelebo, shamakatekelebo, shamakate, rekayabakata, shibokata, shamakata, shibokata, shamakata, shibokata, shamakata, shibokata, shamakata, rekayababababa, reseterebotete, rekayabosika, shamakata. Yatosha, yatosha. Na kuachilia utembee kwenye uwanda wa mamlaka kuanzia leo, na kuachilia utembee kwenye uwanda wa mamlaka, uwanda wa ushindi. Uwanda wa ushindi ndio mahala pako. Hakuna uwanda wa kushindwa na kuchomoa kutoka kwenye uwanda wa kushindwa na kuingiza kwenye uwanda wa ushindi, maana ndio eneo lako. Hiyo ndio dunia yako, huko ndio umeketishwa. Na kuombea macho yako afunuliwe, utoke kwenye kuonewa, uingie kwenye uwanda wa ushindi. Oh Yesu, tunaachilia uweza na nguvu yako. Tunatoka kwenye kushindwa, tunatoka kwenye kushindwa. Kataa maisha ya kubangaiza, kataa maisha ya kubangaiza. Kila moja kataa maisha ya kubangaiza. Haujaumbiwa kubangaiza. Nasema kwa kazi iliyo mbele yetu
hakuna atakayebaki kuwa mbangazaji. Na tamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, hakuna kubangaiza tena. Kila moja unainuka, unainuka, unainuka. Hayo mapepo yaliyokuwa yametumwa kuharibu uchumi wako, nayo mamlaka, nasimama katika mamlaka, nasambaratisha, 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 nasambaratisha kwa jina la Yesu Kristo. Sikia watu wa Mungu, tunaondoka rasmi leo kwenye upande wa kujitetea. Sisi hatujaitwa kuwa wa kujitetea, tumeitwa kuvipiga vita. Tunaingia kwenye uwanda wa vita. Nilikwambia wiki iliyopita, kama hauko serious, tunaingia kwenye uwanda wa vita. Huko ndo tumeitiwa. Tanzania ina matatizo mengi, watu wana matatizo mengi. Shetani haruhusiwi kusumbua watu, na sisi tukiwepo haruhusiwi. Na hatuwezi kulala. Nasema hatuwezi kulala. Watu wa midizini lazima wafurahie kwamba kuna kanisa mahali hapa. Majirani zako lazima wafurahie kwamba liko kanisa ambaye ni wewe. Wafanyabiashara wenzako, wakulima, wanafunzi wenzako, wafanyakazi wenzako lazima wafurahie amani ya Bwana. Tunatoka kwenye uwanda wa kawaida, tunaomba sasa kuingia kule tuliko. Akili zetu zifunguke, tufanane, tuishi. Tunaomba uhalisia wa nafasi yetu ndani ya Kristo Yesu. Uhalisia ni jambo moja kusemwa, jambo jingine kuishi uhalisia. Kuanzia leo kila mmoja wetu anaishi uhalisia. Nenda mbele za Mungu, omba kwa ajili ya uhalisia kwenye maisha yako. Uhalisia wa wewe ni nani? Kusiwe na tofauti kati ya nini Biblia inasema wewe ni nani na maisha yako halisi. Sheba kateye basika. Uni Bwana uniponya. Endelea kuomba, endelea kuomba kwenye mwelekeo. Ni Bwana ponyaji, umetuma neno lako nipone. Wewe ni Bwana ponyaji. Nisikilize mtu wa Mungu, mateso sio fungu lako, isipokuwa mateso kwa ajili ya injili na haki. Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Mateso sio fungu la muamini. Mateso yanayotoka kwa shetani sio fungu la muamini, isipokuwa mateso yanayohusiana na injili na kusimama kwenye imani. Hayo ni fungu la muamini. Kataa roho ya oppression, kuteswa kwa njia yoyote. Shetani anaweza kukutesa kupitia njia yoyote. Anaweza kukutesa kupitia mume wako, anaweza kukutesa kupitia mke wako ukateseka. Hajakufuata wewe moja kwa moja, anaweza kukutesa kupitia watoto wako. Mtu mmoja ananielewa? Sio fungu lako. Anaweza kukutesa kupitia biashara yako, anaweza kukutesa kupitia watu au familia yako. Sio fungu lako, ila ni kama ni kwa ajili ya injili, hilo ni fungu lako. Kama ni kwa ajili ya haki, hilo ni fungu lako. Kataa mateso, fyatua hiyo roho ya mateso, toka kwenye hiyo roho. Anaweza kukutesa kupitia magonjwa, anaweza kukutesa kupitia kukuweka kwenye hali fulani ambayo jamii inaendelea kukuona kama ueleweki. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu anaelewa jinsi mateso yalivyo mabaya? Anaweza kutesa kupitia umaskini. Wewe shughulika na mateso, kataa. Mateso sio fungu lako, isipokuwa mateso yanayotokana na injili
na haki. Basi hata kama watoto nani hawajaokoka, hawatatumika kama mlango wa kukutesa. Kataa mateso kwa jina la Yesu Kristo. Nione watu wanaonielewa na kuomba. Natamani nione watu wanaoelewa na kuomba, wanaomaanisha, wanaoelewa ninachokisema. Kuteswa kwenye mandoto, ndoto jinamizi, yani chochote, mlango wowote wa mateso, mlango wowote unaoleta mateso kwako, funga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unafungwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtu mmoja endelea kuomba. Kwenye mwelekeo endelea kuomba. Endelea kuomba mtu mmoja. Mtu mmoja endelea kuomba kwenye mwelekeo huo. Endelea kuomba kwenye mwelekeo huo. Unapasua. Nasema unapasua. Unavuka hicho kizingiti. Unavuka. Na kutamkia. Unavuka. Na kutamkia kwa mamlaka nilionayo katika jina la Yesu. Unavuka. Minyororo inaachia. Kwa jina la Yesu Kristo. Milango yote ya mateso tunaifunga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mlango unaotumika kufanya maisha yako yawe ya mateso, kila mlango unaoleta mateso kwenye maisha yako, na ufunga kwa jina la Yesu Kristo. Na ufunga kwa jina la Yesu Kristo. Uyafurahie maisha yako ndani ya Kristo Yesu. Uyafurahie maisha yako ndani ya Kristo Yesu. Uyafurahie maisha yako ndani ya Kristo Yesu. Uyafurahie maisha yako. Uyafurahie maisha ndani ya Kristo Yesu. Ufurahie uzuri wa Bwana. Ufurahie wema wa Bwana. Ufurahie uaminifu wa Bwana. Ufurahie wema wa Bwana. Nisikie mtu wa Mungu, damu ya Yesu haisafishi dhambi tu. Damu ya Yesu inaondoa kila uharibifu katika maisha ya mtu.
Nataka leo unapoondoka uondoke umejua umeingia kwenye uwanda wa ushindi katika jina la Yesu. Uhalisia wa kile kilichofanyika ndani yako utakithibitisha, utakiishi. Kila utakapoingia, mamlaka za giza zitajua kuna mwana wa Mungu ameingia. Kila utakapokanyaga, mamlaka za giza zitajua yuko mwana wa Mungu ameingia. Kila utakalolisema, mbingu ikalithibitisha, kwa maana wewe ni mwana, wewe ni mwana, wewe ni mwana wa Mungu. Sema haleluya. Hama kwenye ulimwengu wa kinyonge, ingia na tembea kwenye ulimwengu wa ushindi. Huko ndiko ulikowekwa na Kristo. Biblia inasema tumeinuliwa pamoja na Kristo. Alipofufuka tulifufuka naye. Huko ndio tunakoishi. Sema maneno haya, sema asante Yesu. Kwa maana mimi ni ndani yako, nawe u ndani yangu, na sisi tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nafasi ya mamlaka, nafasi ya nguvu, nafasi ya utukufu. Yote tuyafanyayo tunayafanya kutokea huko. Tunaomba kutokea huko. Tunakemea kutokea huko. Tunafanya biashara kutokea huko. Tuko juu ya falme zote na mamlaka zote na majeshi ya pepo wabaya yote na mapepo yote katika ulimwengu wa roho. Huo ndio urithi wangu. Sema huo ndio urithi wangu. Piga kelele, sema huo ndio urithi wangu. Simama ucheze cheze, sema huo ndio urithi wangu. Huo ndio urithi wangu. Amen. Sasa wiki hii utaomba wiki nzima. Aina yako ufunge usifunge sawa, ila omba. Angalau uwe na muda wa kutosha kila siku. Na jiombee kwamba kweli ya Mungu iwe halisi kwenye maisha yako. Hakuna ombi jingine, hilo tu wiki nzima. Uhalisia wa nini kimefanyika kwenye maisha yetu kupitia Yesu Kristo kiwe ni halisi. Tusiishi kama nadharia, kiwe ni halisi. Wangapi wanatamani kuingia kwenye huo uwanda? Leo tulikuwa tunafungua njia. Tumeshaingia, hatutoki. Nakwambia hatutoki. Kuna watu wamewahi kuishi hapa duniani, akiingia kwenye mji, wachawi wote wanaparalyze. Kaingia tu kwenye mji. Wanadamu kama sisi, Roho Mtakatifu yule aliye ndani yako. Hiyo ndio urithi wa watakatifu. Nasema ndio urithi wa watakatifu. Yaani ukiingia sehemu kama kuna manguvu ya giza, yanasimama kwanza. Hayatafanya kazi mpaka uondoke. Wangapi wako tayari kuingia kwenye uwanda huo? Wangapi wako tayari kutembea huko? Yaani huko ndio tuliko. Shida bado tu hapa. Wala hatuingii kwamba ndio yaani huko ndio uliko. Toka ulipookoka ndio ulikoingia. Shida imekuwa hujaelewa na kuamini. Wiki hii sasa unaomba uamini, umeshaelewa. Uamini, ukae huko. Uishi huko. Utembelee huko. Ufanyie biashara huko.